tarehe 25 za mwezi wa 6 mwaka 2025. Hii ni Abdi John TV ikiwa imeanza rasmi safari ya kutoka Bujumbura na kuelekea Tanzania katika mkoa wa Mwanza kwenye kongamano kubwa la kidawa liloweza kuandaliwa. Kwa hiyo hutaki kukosa kile kitakachojiri katika kongamano hilo, na tayari msafara wetu umeanza, na kama unavyoona watu ni wengi walioweza kuitikia msafara huu, na tayari tuko pamoja na Sheikh Abdul Jabbar, naye pia atashiriki katika mashekhe ambao walioweza kupata nafasi ya kuitishwa katika kongamano hilo la kidawa, na tayari tuko naye na safari yetu imekwamia Rumonge na bado tunaendelea. Usikosi kuendelea kufuatilia channel yako pendwa ya Abdi John TV. Watazamaji, tukiwaombeni tuwekeni dua zenu ili tuweze kufika salama, na ziara ambayo tunaenda kuifanya ya kidawa tuweze kuifanikisha kuifanya kwa usalama, na yote atakayojiri utayapata kupitia channel yako pendwa hii ya Abdi John TV. Kwanza Sheikh, pole sana na safari. Alhamdulillah, tunashukuru kwa kweli. Naam, tulishuhudia katika mitandao ya kijamii ulikuwepo South Africa. Baada ya kutoka South Africa sasa hivi uko nyumbani, ulifika nyumbani haukukawia, moja kwa moja umenyanyuka na kuanza safari ya kuelekea Tanzania. Unalizungumzia vipi hili? Kwa kweli tunayo mifano mingi kwa watu wa kidunia. Huwa katika dunia yao hawapumziki wala hawalali. Wanakuwa ni wa mwisho kwenda kulala afu wa kwanza kuamka. Sasa ikiwa hawa ni watu wa dunia wanapambana kwa ajili ya dunia yao, kwa akhera itakuwaje? Katika uwanja huu ndugu zangu hatuna muda wa kupumzika. Tutapumzika huko akhera insha Allah taala. Ndiye maana mtu natoka huko naunganisha moja kwa moja. Ni lazima na ni majukumu yetu, hatuwezi kuacha. Naam, tunaona unaelekea Tanzania katika kongamano kubwa hili la kidawa. Unazungumzia vipi kusikana na hii kongamano ambayo iliweza kuandaliwa na ukapata nafasi ya kuitwa kwenye kongamano hili? Tunajua Bujumbura kuna mashehe wengi, lakini miongoni mwa mashehe mengi ambao waliweza kuchaguliwa, na wewe humo mwa watu ambao waliweza kuchaguliwa kupewa fursa hiyo ya kushiriki katika kongamano hili. Unalizungumzia nini hilo? Kwa kweli naweza nikasema ni uteuzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilikuwa kawaida tuje mimi pamoja na Sheikh Bizimana Zubair, pamoja na Sheikh Abdul Shakur Ramadan, pamoja na Sheikh Ibrahim Sumbiri, pamoja na Sheikh Saadi Harerimana, lakini tunao wageni kule nyumbani kwa ajili ya maandalizi ya sherehe ya ndoa 100 kule. Kwa hivyo wenzi tumegawana, baadhi wamebaki kule, ilikuwa mimi nije na Sheikh Saadi, kwa hivyo Sheikh Saadi amebaki kwa ajili ya kitambulisho. Na kongamano hili kwa kweli tuna historia ndefu, kwa kuwa mimi naweza nikasema astaghfirullah ni mkongwe katika hili kongamano. Hata kwetu nyumbani linafanyika. Kwa hivyo hii ni dauru ya Tanzania, ndiyo maana tunaendeleza kwa Afrika Mashariki kujumuika pamoja kwa minajili ya kuisogeza sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele na kuwafunza watu kitabu na sunna ala manhaji as-salaf. Naam, unawaambia nini wa Tanzania pamoja na ulimwengu mzima ambao wanaenda kushuhudia kongamano hili? Kwa Watanzania nawaambia Allah asibaki mtu, asikosi mtu kuhudhuria. Kwa rais mwenyewe Mheshimiwa Samia mwenyewe atakuwepo kusharafisha hicho kikao. Kwa hivyo kwa Tanzania itakuwaje wao wabaki nyuma? Kwa ulimwengu mitandao ipo kama gisi wanavyotuona hapa, mitandao ipo, wafuatilie, wallahi faida itapatikana. Mashekhe kutoka Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania, hapa Tanzania na Kenya wakikusanyika sehemu moja, kwa kweli faida bila shaka itakuwa ni kubwa sana. Naam. Naam, unazungumzia nini kusikana na swala la TV kutoka Burundi la Kiislamu kuja kukushindikiza katika ziara hii kwenye kongamano hili? Unalizungumzia vipi kuona TV ya Kiislamu imeweza kushirikiana nawe kwenye safari hii? Kwa kweli ni fahari kubwa sana. Hii sio mara nyingi sana kutokea mambo kama vile haya tukashindikizwa na watu kutoka nyumbani, TV kutoka nyumbani, inakuwa sio mara nyingi sana. Kwa hivyo kushirikiana kwa kweli
ni fahari iliyokuwa kubwa sana kuonyesha kwamba alhamdulillah nyumbani tunaanza na siku kupiga hatua. Allah tunamuomba akuwekeni wepesi na akufungulie na kuwekeni na baraka. Naam, kama mlivyoweza kumsikia shekhe ni kwamba tuko pamoja kwenye msafara huu na sasa tumefikia Kigoma. Baada ya hapa Kigoma tunasubiri tupande gari nyingine, tunaelekea eneo la tukio. Kasisitiza usikose. Unakosaje? Mheshimiwa Rais hata kuwepo. Wewe ni nani ukose? Wewe ni nani ukose? Unatakiwa kuwepo. Na sasa hivi tuko kwenye maandalizi na muda tutakuwa tumenyanyuka. Kwa kweli hii safari haikuwa rahisi kama unavyoweza kuona. Tulipita njia nzito sana, njia ambayo wewe mwenyewe unapoitazama hapo unaona kwamba sio njia rahisi. Shekhe, katika safari kuna sehemu ambapo tulifika kweli panatia uoga. Ile milima na ile safari unaizungumzia vipi Sheikh? Kwa kweli ile fasa ishara tu yenyewe ya motokaa au gari nyingi sana ambazo zimeharibika katika ile nafasi ni natangaza uhatari wa ile nafasi. Yani kila hatua tunatana kuna gari imeshindwa, kila hatua kuna gari imeshindwa. Kwa kweli pale tulizidisha dhikri sana kwa kweli kumlilia Allah. Katika upande wa kule kwetu nyumbani kwa kweli ulikuwa ni mlima mzito kwa kweli, lakini Allah kwa huruma wake ametuwafikisha tukapita. Naam, ombi lako kwa wale ambao wanatufuatilia kwa sasa katika safari yetu hii, unawaambia nini kuhusiana na hii safari? Maana bado safari haijaisha na bado tunaendelea na safari. Nawafahamisha kwamba kongamano bado zipo. Wajipange kongamano zingine, wasibaki. Kuna ile mnaita nywa Faransa ambiance spirituelle, ile starehe ya kiroho inapatikana huku kwa kweli. Watu wasibaki, jipange kwa muda wa mwaka, unaweka ndogo. Ukisikia la mgambo limelia na wewe tayari unakuwa uko tayari na kitambulisho chako, shiriki kwa kweli uende ukapate faida. Unawaambia nini wale ambao walikushindikiza kukiwepo Media TV ya Kiislamu Burundi pamoja na watu wengine walijitolea wakasema hatumwachi shekhe wetu aende peke yake katika kongamano hilo ambalo ni kubwa na sisi tuko nyuma tunamshindikiza shekhe? Unawaambia nini hawa watu shehe wangu? Kwa kweli neno langu ni limoja, ni hongera. Kwa kweli wamefanya jambo kubwa sana, maana wamekuja kuwakilisha nchi. Ningeenda peke yangu shehe palikuwa pangekuwa sura ya unyonge fulani, lakini kila nikitama kulia naona vijana, nikitama kulia naona vijana, inanipa moyo na motisha kwamba masha Allah mambo yameamka nyumbani kwa kweli. Mmoja na kaka yangu hapa ataweza kujitambulisha kwa majina, naye pia ni mmoja wa watu ambao tulitoka nao Bujumbura mpaka kufikia hapa Kigoma, na hapa tunasubiri gari tuelekee kwingine ambako kuliandaliwa kongamano hili. Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Watazamaji wanataka kukujua wewe ni nani na kwa nini upo katika huu msafara? Na mimi ni mtumishi wa Mungu, Mwalimu Jumaine, ambaye nafanya harakati nyingi za kimungu. Naam. Safari ya kutoka Bujumbura mpaka kuja Tanzania na hapa tupo tayari Kigoma. Unazungumzia vipi kusikana na hii safari? Kwa kweli safari inaenda vizuri na alhamdulillah Allah ametufikisha salama katika mji wa Kigoma na tunasubiria ili tuendelelee Mwanza katika kongamano sehemu rasmi. Unawaambia nini wale ambao hawakuweza kufika katika kongamano hili, wale ambao walilipuuzia hili swala, unawaambia nini? Kwa kweli wamepoteza starehe, wanipoteza raha, kwa sababu mtu ambaye atakayetoa hatua yake kwa kwenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala katika mambo ya khairati, huwa Allah anamuinua daraja na anamfungulia katika dunia yake. Naam, unawaambia nini wa Tanzania kwa ujumla ambao wanaokufuatilia pamoja na Warundi na watu wote ulimwenguni mzima? Unawaambia nini kusikana na hili kongamano? Naam, hili kongamano ni kongamano la East Africa, litapeleka watu wengi zaidi ya watu 600. Kwa kweli sisi ujio wetu kutoka Burundi kuja huku katika nchi ya Tanzania ni furaha iliyokuwa kubwa, na wenyewe tunawaalika waafikie katika hiyo sehemu ambapo imeandaliwa kongamano hiyo hapo Mwanza, ili kwa sababu inshallah waone umuhimu wa amani na mshikamano katika mujitamaa wa Kiislamu. Naam, tulipata fursa ya kutembea na shekhe, kumshindikiza kwenye ziara hii ya kongamano. Unajisikiaje leo umepata fursa ya kuandaa safari na shekhe? Kwa kweli mimi nasikia raha, kwa sababu Sheikh Abdul Jabbar ni miongoni mwa mwalimu wangu ambaye alionifundisha mengi katika mambo ya tauhidi, na ndio maana katika kongamano nyingi ambazo yakiwepo na mimi nikiwa na uwezo na kuwa na shiriki, kwa sababu napata ladhatul ladhidha.
Kama mlivyoweza kumsikiliza kaka, ni kwamba anayo furaha ya kupita kiasi kuona alipata fursa ya kushirikiana pamoja na shekhe na alikuwa ni mwalimu wake na